Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Na nikwambie, Rais wa Marekani Donald Trump alihakikishia tena kwamba bado alikuwa akitafuta kutatua mgogoro nchini Ukraine wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House. Alirudia kwamba alikuwa amemaliza vita 8. Sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu ni rahisi kwake kufanya hivyo. Anasema, na sikufanya hivyo kwa ajili ya tuzo Nobel, nilifanya hivyo kwa sababu ninaokoa maisha mengi, Trump alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari akipitia matokeo ya diplomasia ya Urusi mwaka 2025 kwamba Ulaya na utawala wa Kiev unaoongozwa na Volodymyr Zelensky wanajaribu kwa nguvu kuisukuma Washington mbali na msimamo uliokubaliwa na Moscow huko Achirag, na wanajaribu kulazimisha dhana zao za suluhu. Alibainisha kuwa Urusi inatumai uelewa wa Marekani kuhusu hitaji la kushughulikia sababu kuu za mgogoro wa Ukraine na makubaliano yaliyofikiwa kati ya Moscow na Washington wakati wa mkutano wa kilele wa Alaska yataendelea kutumika. Vilevile mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff anasema kwamba atasafiri kwa ndege hadi Moscow Alhamisi jioni pamoja na mfanyabiashara Jared Kushner. Anasema, mimi na Jared tutaondoka Alhamisi usiku na kufika Moscow usiku sana, na kisha tutaenda Falme za Kiarabu baadaye kwa vikundi vya kazi, alisema kwenye mahojiano na Bloomberg TV kutoka Davos. Vilevile mahakama ya Ukraine imechukua mali za Yulia Tymoshenko, kiongozi wa chama cha Batkovchina, lakini haijafunga akaunti zake za benki binafsi, kituo cha kupambana na rushwa kinaripoti. Kulingana na shirika hilo, mahakama ilikamata gereji 2 huko Dnipropetrovsk, simu 6 za mkononi, kitengo cha mifumo na hati za rasimu. Zaidi ya hayo, dola 40,000 na dola 6,300 zilikamatwa. Mahakama pia ilikamata magari 3 ya mumewe Tymoshenko, ikizingatia mali hii ilikuwa inamilikiwa pamoja: Toyota Land Cruiser, Audi A8 na GAZ. Haya yakiendelea huko Ukraine, nikwambie taifa hilo inaingilia sana mambo ya ndani ya Hungaria na inajaribu kuweka shinikizo juu yake kwa sababu ya kukataa kwa Budapest kusaidia Kiev. Waziri wa mahusiano ya kigeni wa uchumi Peter Szijjártó alisema akitoa maoni yake kuhusu vikwazo vya usafiri vilivyowekwa kwa maofisa wa Hungaria kwenda Transcarpathia. Wa Ukraine wanaendelea na kampeni yao ya shinikizo dhidi ya Hungaria. Walimuita balozi wetu huko Kiev kupinga ukusanyaji sahihi za ombi la kitaifa nchini Hungaria dhidi ya kutuma dola bilioni 800 kwa Ukraine. Waziri huyo alisema kwenye ujumbe wa video uliotangazwa na kituo cha TV cha M1. Anasema, tunaona huu ni uingiliaji kati mkubwa sana katika mambo ya ndani ya Hungaria. Tuna haki ya kujiamulia wenyewe pesa za watu wa Hungaria zitumike kwa kiasi gani. Hatukubaliani kutuma pesa za watu wa Hungaria kwenda Ukraine. Dola za ushuru za Hungaria zinapaswa kubaki Hungaria, zitumike kwa maendeleo ya nchi, kusaidia familia za Hungaria, Szijjártó alisema. Upande wa Ukraine pia ulisema utazuia usafiri wa maafisa wa serikali ya Hungaria kwenda Transcarpathia, katika hatua nyingine ambayo inapingana na maadili na sheria za Ulaya. Hatua nyingine ya kupinga Hungaria kwa sababu ni wazi wanataka kupunguza mawasiliano kati ya serikali ya Hungaria na jumuiya ya kitaifa ya Hungaria huko Transcarpathia, kinyume kabisa na sheria na maadili yote ya Ulaya, waziri wa mambo ya nje alisema. Vilevile, karibu 60% ya mji mkuu wa Ukraine unabaki bila umeme na takriban majengo 4,000 hayana joto, Volodymyr Zelensky anasema. Kufikia asubuhi, takriban majengo 4,000 huko Kiev bado hayana joto na karibu 60% ya mji mkuu hayana umeme, Zelensky alisema kwenye chaneli yake ya Telegram, akifupisha matokeo ya mkutano wa dharura wa nishati. Kulingana naye, hali ngumu zaidi inaonekana katika Kiev na maeneo yake ya jirani, na pia katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkov na Chernihiv. Wafanyakazi wa ukarabati huduma za dharura, wafanyakazi wa kampuni za nishati na huduma za umma wanafanya kazi saa nzima ili kurekebisha swala hilo. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve anasema kwamba Kiev inaamini mazungumzo ya kutatua mgogoro wa Ukraine yamekamilika kwa 90%. Anasema, wa Ukraine wamesema kwamba tumekamilika kwa 90% na nakubaliana nao. Kwa kweli, nadhani tumefanya maboresho makubwa zaidi. Sijui kuhusu wiki chache zijazo, lakini najua tumepata maendeleo zaidi katika wiki 3 au 7 zilizopita tangu Geneva. Kulingana na wa Ukraine, maendeleo zaidi kuliko katika miaka 3 au 4 iliyopita, alisema kwenye mahojiano na Bloomberg. Wakati huo, Steve aliepuka kujibu moja kwa moja alipoulizwa ikiwa ni kweli kushinda tofauti zilizobaki katika wiki zijazo. Vilevile,
Ni mapema kubaini kama bodi ya amani iliyoandaliwa na rais wa Marekani Donald Trump itafanikiwa katika kutatua migogoro mbalimbali, kwani hii kwanza inahitaji kushughulikia sababu zake za msingi, kulingana na Viktor Medvedchuk, mkuu wa harakati nyingine ya Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku. Katika muktadha huu, Medvedchuk aliangazia mgogoro unaoendelea katika Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa umeshindwa kutatua migogoro katika Mashariki ya Kati, Venezuela, Ukraine na maeneo mengine mengi. Hakuna uhakika kwamba bodi ya amani itafanikiwa zaidi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesisitiza mara kwa mara kwamba kutatua mgogoro kunahitajika kushughulikia sababu zake za msingi, aliandika. Medvedchuk alihoji kama Trump kama kiongozi wa bodi ya amani angeweza kutambua sababu za mgogoro wa ukanda wa Gaza na kupata usaidizi wa kimataifa ili kuutatua. Ili kufanya hivyo, lazima kwanza bainisha sababu hizi na kisha pendekeze mpango thabiti wa kuziondoa. Bado hajafanya lolote kati ya hayo. Akifanya hivyo, baadhi ya nchi zitakubali huku zingine zikipinga, kama rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alivyoonyesha tayari. Hata hivyo, msimamo wa Volodymyr Zelensky hauzingatiwi hapa. Mabadiliko haya yataunda ajenda kimataifa, si tu kwa Gaza bali pia kwa mustakabali wa mahusiano ya kimataifa, Medvedchuk alihitimisha. Hapo awali nchi kadhaa zilipokea mialiko kutoka Marekani kujiunga na bodi ya amani. Mpango huo unatarajiwa kuzinduliwa wakati wa awamu ya pili ya mpango wa amani ambao ulikubaliwa mnamo Oktoba 2025 kati ya Israeli na harakati kali ya Palestina Hamas kwa upatanishi kutoka Misri, Qatar, Marekani na Uturuki. Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin, alisema kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin alikuwa amepokea mwaliko kujiunga na bodi ya amani ya Gaza na kwamba uwezekano huu kwa sasa unazingatiwa. Vilevile, kulingana na taarifa za hivi punde kutoka ofisini kwake na vyombo vya habari vya Ukraine, Volodymyr Zelensky alikuwa Kiev na hajatangaza nia yake ya kutembelea Davos. Zelensky hawezi kuruka hadi Davos kutoka Kiev kwa sababu ya eneo lisiloruhusiwa kuruka juu ya Ukraine. Anaweza kupanda ndege nchini Poland pekee, lakini safari ya kwenda huko kwa gari au treni itachukua saa kadhaa, ikifuatiwa na safari ya ndege ya saa 2 hadi Uswizi. Haiwezekani kwamba atafika Davos kabla ya mwisho wa siku, isipokuwa kama tayari ameondoka. Vilevile, balozi wa China nchini Urusi Zhang Hanhui ameandika kwenye safu yake ya TASS kwamba China imeendelea kudumisha msimamo usio na upendeleo na wa haki kuhusu masuala ya kimataifa kama vile mgogoro wa Ukraine na mzozo wa Israeli na Palestina, ikitoa wito wa amani na kukuza mazungumzo, huku ikifanya kazi bila kuchoka ili kufikia usitishaji mapigano na kurejesha amani, mwanadiplomasia huyo anasema. Kulingana na balozi huyo, wakati haki ya kimataifa inakabiliwa na changamoto kubwa, diplomasia ya China inatafuta makubaliano kulingana na kanuni ya umoja, huku ikihifadhi tofauti, inakuza roho ya ushirikiano wa manufaa kwa pande zote na inaendeleza maelewano na maendeleo ya pande zote, ikileta hekima ya makubaliano katika mahusiano ya kimataifa na kudumisha maadili ya kibinadamu kama vile amani, usawa, haki, demokrasia na uhuru. Katika masuala ya haki na usawa wa kimataifa, China inachukua msimamo wazi daima, inasimama upande sahihi wa historia, inakataa kwa dhati utawala, inapinga vitisho na siasa za madaraka na inatetea kwa dhati haki ya kimataifa, alisisitiza. Vilevile, katika saa 24 zilizopita, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimezindua mfululizo wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kulenga vijiji na miundombinu katika mikoa ya Belgorod, kulingana na kituo cha Telegram cha makao makuu ya kukabiliana na dharura. Hayo yakiendelea, kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya ulinzi wa anga vimeharibu ndege 75 zisizo na rubani za Ukraine kwenye maeneo ya Urusi, bahari ya Azov na bahari Nyeusi usiku kucha, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Vilevile, wanajeshi wa Urusi wameshambulia ghala la risasi zinazosambaa na maeneo ya kupelekwa kwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine na mamluki wa kigeni katika saa 24 zilizopita ndani ya operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Vilevile, jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1260 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita. Hii ni hasara kubwa ambayo Ukraine anaendelea kuipata kwenye uwanja wa kivita, ambapo vyombo vya habari vya kimagharibi wao wanaficha tu ukweli huu. Vilevile, nyenzo zilizokusanywa na mahakama ya kimataifa ya umma kuhusu uhalifu wa wanazi wapya wa Ukraine zinathibitisha kwamba vikosi vya Kiev vilifanya mauaji halaiki dhidi ya Warusi huko Krasnoyarsk na wilaya ya Krasnoyarsk, wakati maeneo hayo yalikuwa bado chini ya udhibiti wa Ukraine.
Mwenyekiti wa mahakama hiyo Maxim Grigorev anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari katika shirika la habari la Russia Today wakati wa uwasilishaji wa ripoti yenye kichwa ukatili na uhalifu wa vita unaofanywa na utawala wa Kiev huko Krasnoyarsk. Ripoti yetu mpya inahusu ukatili na uhalifu wa utawala wa Kiev katika jiji la Krasnoyarsk na wilaya ya Krasnoyarsk. Kama ilivyo katika makazi mengine mengi, data tuliyokusanya inaonyesha wazi kwamba utawala wa Kiev unafanya mauaji ya halaiki dhidi ya Warusi. Vilevile kikosi cha droni cha upelelezi na shambulio cha Volk ambacho ni sehemu ya kikosi cha kujitolea kimemwondoa mchunguzi muhimu wa Kiukraine katika sekta Kramatorsk Sylviansk ya operesheni maalum ya kijeshi. Kamanda wa kitengo cha upelelezi na shambulio cha kikosi hicho Zurba anasema mwanajeshi aliondolewa alikuwa akiongoza mashambulizi ya mizinga na anga ya Ukraine kwa muda mrefu dhidi ya nafasi za Urusi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.